Tunamshukuru Sister kwa kutupitisha katika mada hiyo juu ya hija, ambapo amegusia pia mambo ya rehema kamili, ambayo ni lengo kabisa kwetu mahujaji kufikia hicho. Kwa hiyo sasa tunaunganisha na mada ya pili ambayo inajieleza kwa maneno kwamba wajibu wa mama katika kanisa katika fikra za Mtakatifu George Frassat. Wakati natafakari kuhusu mada hii ambayo nilipewa niweze kuizungumzia, niliona ni vema tukasoma waraka kwa Waebrania hiyo sura ya 13 aya ya 7. Waraka kwa Waebrania sura ya 13 aya ya 7. Nitasoma, imeandikwa kwamba wakumbukeni viongozi wenu waliowatangazieni neno la Mungu. Fikirini juu ya mwenendo wao, mkaige imani yao. Narudia, wakumbukeni viongozi wenu waliowatangazieni neno la Mungu. Fikirini juu ya mwenendo wao, mkaige imani yao. Hapo mwandishi wa Waebrania ameeleza mambo mengi ambayo kimsingi alikuwa anawakuta hawa Wayahudi ambao wamebadilika na kuwa Wakristo juu ya mwenendo wa kumpendeza Mwenyezi Mungu. Na hivyo sasa anawaambia wakumbuke wale waliowatangulia. Leo hii tungeweza kusema tuwakumbuke hawa watakatifu ambao wametutangulia, na hivyo sasa tuangalie mienendo yao, waliishije, walitenda nini, na mwisho basi tuige imani hiyo ambayo walikuwa nayo. Nimeona tuanze na hiyo ili sisi sasa tufikirie kwa nyakati zetu tunawezaje kuishi namna hiyo na kuweza kufikia huo utakatifu. Na hiyo sasa tutakubaliana na Paulo anapoandikia Wakolosai ndio sura ya 3 aya ya 1 hadi ya 2, anaposema kwamba basi ikiwa mmefufuka pamoja na Kristo, panieni mambo ya juu kule Kristo aliko ameketi upande wa kulia wa Mungu. Sasa nyinyi ambao ni wa Kristo, lengo pekee ambalo natakiwa kubaki nalo ni kufikiria yaliyo juu. Maana yake kufikiria mambo ya mbinguni. Sasa nimeanza na nukuu hizo ili tujikumbushe kwamba sisi lengo letu kubwa ni kufikia yale yaliyo juu, kufikia maisha ya mbinguni. Sasa tunayafikiaje? Lazima kwanza kutimiza wajibu wetu, na sisi kama akina mama wa Katoliki tuna wajibu mkubwa sana. Ndio maana sasa mada yetu inazungumzia zaidi juu ya wajibu, kama salamu yetu inavyosema, kwa upendo wa Kristo tutumikie na kuwajibika. Salamu yetu inatukumbusha juu ya kuwajibika, na mada yetu najikita hapo, hamna, hatutaeleza jambo jipya sana, ni juu ya wajibu, kuwajibika. Na hivyo sasa mimi nakubaliana kabisa na Winston Churchill ambaye alisema kwamba gharama ya ukubwa ni uwajibikaji.
uwajibikaji. Huyo ni Winston Churchill. Gharama ya ukubwa ni uwajibikaji. Gharama kubwa kabisa ambayo mnayo akina mama wa Katoliki ni kutimiza wajibu wenu. Kutimiza wajibu sio jambo rahisi, na kwa sababu sio jambo rahisi, watu wengi hutoa visingizio mbalimbali. Hapa kwa sababu ameshindwa kutimiza wajibu fulani, anaanza kutoa sababu za kuhalalisha kutotimiza kwake wajibu huo ambao kimsingi ulikuwa unamwangukia. Ndio maana sasa Albert Einstein huyo alisema kwamba mtu lazima aache kutoa visingizio vya kimazingira, ajifunze kufanyia kazi utashi wake na wajibu wake. Mtu lazima aache kutoa visingizio vya kimazingira. Labda kwa sababu hii ndio maana mimi nafanya hivi, ambayo ni kinyume, natafuta visingizio. Albert anatuambia mtu lazima aache kutoa hivyo visingizio, afanyie kazi utashi wake na wajibu wake. Kumbe sasa tuna haja ya kutafakari juu ya wajibu wetu. Wajibu wetu ni upi kama wanawake wa Katoliki, na hivyo kuufanyia kazi, kutoa visingizio vingine ambavyo pengine tunaona ni halali kwetu kutotimiza wajibu. Na hivyo sasa, kama tutakuwa tunatimiza wajibu wetu bila visingizio mbalimbali, tutaweza kuifikia hiyo kesho yetu, kuyafikia yale ambayo yako juu, ambayo tunatamani. Tutaweza kuyakimbilia mara kwa mara. Na hivyo sasa lazima tuchague leo. Uchaguzi lazima ufanye leo juu ya maisha yako hata ya baadaye. Maana yake juu ya kuifikia mbingu au kutoifikia, lazima ufanye uchaguzi leo. Hivyo ndugu zangu, kesho yetu inategemea uchaguzi wetu wa leo. Kesho yetu inategemea uchaguzi wetu wa leo. Lakini nimesema kwamba tunatafakari juu ya wajibu wetu, hasa tukiangalia wajibu wa huyu mama Mkristo Mkatoliki ndani ya kanisa, lakini tukihusianisha pia na maisha ya mtakatifu huyu George Frassat. Kwa ndugu zangu kutoka Kiabakari, nilivyopewa taarifa ni kwamba huyu ni mtakatifu msimamizi wa parokia yenu, labda kama nitakuwa nimesahau, lakini kwa kumbukumbu zangu zinaniambia hivyo kwamba huyu mtakatifu George Frassat ni msimamizi wa parokia hiyo ya Kiabakari. Na ndio maana sasa lazimika kuweka mada hii, lazima tuwahusianishe na mtakatifu msimamizi wetu, ili tuone kwamba huyu ambaye anasimamia parokia yetu, huyu ambaye ni mwombezi wetu, aliishije, na hivyo tuige imani yake kama baraka kwa Ibrania inavyotuambia. Kwa upendo wa Kristo bila kuchoka. Sisi alipoona kwamba watu wameanza kusinzia, aliwanyanyua imba nani, lakini kwa kweli usingizi una nguvu kabisa. Maana mwingine anaweza kujilazimisha, yaani hapa anajilazimisha kabisa akodoe, lakini inashindikana. Bisi na kesi kama unajiona kwamba wewe unataka kuchagua usingizi cha usingizi, wala kwamba na nguvu hiki ambacho nikitoa mimi naelezea kwa njia rahisi sana. Sitaelezea mambo magumu. Kwa hiyo unapitiwa kwa usingizi kwa mbali, usiofu.
hilo kiweze kujulikana ni kazi. Tuko pamoja, ambao tuko pamoja ni mkono wachache kidogo wamepitiwa. Hata Yesu alipokuwa ameenda kusali kule, na uzuri Yesu naye hapa wale wanafunzi wake akashangaa hata saa moja tu wakaishangaa. Pengine sisi tumekaa zaidi ya saa moja, lakini hiyo haimaanishi kwamba usinzie. Unaweza kujikaza, itakusaidia zaidi. Hivyo kumbe, ndugu zangu, wale ambao watoka kiabakari, kwa kuwa huyu Mtakatifu George Frassati ni msimamizi wenu, inawezekana mnafahamu vizuri kabisa juu ya maisha yake. Lakini hapa kuna ndugu zetu ambao ni wenyeji wa hapa, labda pengine ndio wanamsikia sasa hivi kwa sababu watakatifu ni wengi. Huyu ni mmoja ya watakatifu ambao wametangazwa juzi na Baba Mtakatifu Leo wa 14. Wametangazwa wawili, Leatus pamoja na huyu. Ni vijana kabisa, ambao walikuwa vijana wadogo, ambao sasa ukiangalia kwa mfano historia ya maisha ya huyu, labda kwa haraka haraka kwa wale ambao pengine walikuwa hawajawahi kumsikia au wamesahau, kwa mimi nilivyopitia niona kwamba alizaliwa tarehe 6 mwezi wa 4 mwaka 1901 huko Italia, katika familia hiyo ya tajiri kabisa. Ambiwa baba yake alikuwa balozi, kwa hiyo walikuwa matajiri lakini ni wacha Mungu kwenye hiyo familia. Alizaliwa tarehe 6 mwezi wa 4 1901 na akafariki tarehe 4 mwezi wa 7 1925. Hapo kwa wataalamu wa hesabu amezaliwa 1901 akafariki 1925. Alikuwa na miaka mingapi hadi anafariki? Alikuwa na chukua 25 toa moja, unapata ngapi? 24. Maana yake amefariki alikuwa na miaka 24 tu. Ambaye yuko chini ya miaka 24 hapa anyoshe mkono. Mimi nanyosha kwa kuonyesha kwamba unaweza kuonyesha mkono. Mimi mwenyewe nimeshavuka mingi sana. 24. Chini ya 24. Hapa tunaona mmoja ambaye ananyosha. Japo kuna mtoto tunaona amebeba sehemu na yeye inawezekana kumbe inawezekana wako wale watatu tu au wawili ambao wako chini ya 24. Maana yangu ni nini? Huyu Mtakatifu George Frassati, sijui kama naitamka vizuri kwa sababu ni majina ya wenzetu. Amefariki katika umri mdogo, lakini ameweza kufikia utakatifu. Ameishi kwa utakatifu. Sisi Mungu ametupatia muda mrefu, sijui tunaishije. Lazima tufikirie hata hilo la umri. Lakini zaidi kabisa lazima tuangalie sasa maisha yake yalikuwaje. Kwa kifupi, inaonekana kwamba alikuwa ni mnyenyekevu, alipenda maskini, alikuwa na ibada nzuri kabisa kwa Yesu Ekaristi na kwa mama yetu Bikira Maria. Alipenda misa takatifu na mambo yote ya kiroho. Na kiufupi kabisa, kitu pekee au kwa ujumla ambacho tunakiona kwa huyu, aliipenda imani ya Katoliki. Historia inatuonyesha kwamba huyu alikuwa ni mwanariadha ambaye alikuwa anapenda sana kukimbia mlimani, na akipanda kule mlimani anaanza kutafakari. Yaani ikiwa akipanda mlimani kule nampa nafasi ya kupata tafakari. Na moja ya nukuu, niliona nukuu nyingi lakini moja nikaichukua, alisema kwamba nafurahia utukufu ulioko katika mlima huu wa hija kama hali ya
masomo yangu ingeruhusu, ningetumia maisha yangu yote nikitafakari ukuu wa Mungu mahali hapa. Narudia jinsi alivyosema akiwa mlimani, na hapa tuko mlimani. Yeye amepanda, amefika mlimani, anasema nafurahia utukufu ulioko katika mlima huu wa hija. Kama hali ya masomo yangu ingeruhusu, ningetumia maisha yangu yote nikitafakari ukuu wa Mungu mahali hapa. Yaani yeye alikuwa anaona kabisa kwamba pale mlimani, jinsi anavyopanda kutoka chini kwenda juu hadi kileleni kule mlimani, alikuwa anaona kama vile safari ya kuelekea mbinguni. Na kwa sasa akifika kule mlimani, anaanza kufurahia utukufu wa Mungu. Na hivyo sasa, kwa sababu alikuwa ni mwanafunzi, anaona kama hali ingeruhusu, labda sasa kwa kuhisi kwamba pengine masomo yasingembana, maisha ya kawaida yasingembana, angebaki pale mlimani akiendelea kufurahia utukufu wa Mungu. Alikuwa anapenda kutafakari juu ya Mungu, hasa wakati akifika huko mlimani. Lakini kwa sababu alikuwa ni mwanafunzi kule chuoni, unaona kabisa alipenda maisha yale ya dunia, kujichanganya na wengine, na akiwa nao hakusahau kuwa yeye ni nani. Na ndiyo maana sasa alijitahidi kuwakumbusha wengine juu ya kushiriki misa takatifu, kuabudu, kusali rozari, kwa sababu alikuwa na ibada nzuri kwa mama yetu Bikira Maria, na kusoma maandiko matakatifu. Misa takatifu aliwasisitiza rozari takatifu na kusoma maandiko matakatifu, hivyo alivitilia mkazo zaidi. Na kumbe sasa, ndugu zangu, hapa tunayo mengi sana ya kujifunza na kutafakari. Tungeweza kueleza kwa urefu kabisa labda historia yake, lakini kuhusia hata kifo, labda ndugu zangu ambao wametoka Kiabakari, mtakatifu huyo ni msimamizi wenu. Alikufa kwa sababu ya ugonjwa gani? Ugonjwa uliomuua, polio, ndio kukosa damu. Huo ugonjwa wa polio ambao sasa aliupataje? Aliupata kwa sababu alikuwa anaenda kuhudumia maskini. Sasa inaonekana aliambukizwa na mmoja wapo wa maskini alikuwa anaenda kuwasaidia, na hata wakati anakufa naambiwa kwamba